tushirikiane kwa pamoja. Message zangu mbili, moja nitazungumzia juu ya insecurity ambayo inaanza kuonekana pia katika tarafa la Uvira. Hiyo nitakuja kuongelea ndani na nitakuja kutoa onyo zaidi, kwa sababu kuna kuwa taarifa ambazo haziko sawa. Tunawashukuru sana wenzetu wa diaspora kutoka huko South Africa. Mungu awabariki sana kwa kazi mnayoifanya. Natumaini Mungu atawalipa kwa kazi mnaoendelea kukumbuka wazalendo, kwa kazi ambazo mnaendelea kufanya zaidi kushirikiana pamoja na sisi. Mungu azidi kuwabariki watu wa South Africa. Mimi waga nawapenda sana. South Africa kulienda wafulero wengi. Ukiangalia South Africa ndo kuna wafulero wengi sana. Ndugu zetu wako pale wamejaa. Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwa nanyi maeneo hapo. Lakini pia tunawakumbusha msikose kukua nakumbuka mamega. Ile stili yenu wa mamega ile mkwe mnaituma tena ile, kwa sababu mega zinakuwa zinatusumbua. Mnakuwa mnatusukumia mamega, si hatu yakuwa na uwezo wa kukua na mawifi. Sasa wengine gisi walisha kuwa na mawifi. Kwa hiyo ni hivyo, ndo taarifa mbili ambazo nitakuja kuzungumza. Ya kwanza ni kwa sababu ya insecurity ambayo inaanza kuonekana ndani ya tarafa la Uvira, na jambo la pili nitakuja kuzungumzia kwa watu ambao kwa wazalendo, na ni kuwakumbusha zaidi wazalendo, wakati tutakamata Minembwe vile ile centre ya Minembwe, kwa sababu hatujafika mcentre ya Minembwe. Tukikamata centre ya Minembwe, kiukweli muhakikishe mnashika watu wowote wale ambao mtakuta pale, ili watuambie kifo au historia ya ndugu yetu Dola Kubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi hatunaga historia yake na imekwenda kabisa, imezima. Kwa hiyo tunahitaji watuambie historia ya Dola Kubwa, mwanajeshi wetu shupavu kutoka kwenye kundi ya CNPSC, watuambie alitembeaje, kwa sababu kama sio hivyo itakuwa inalazimika kila mtu ambaye yuko pale, msiache hata mtu yeyote, kwa sababu hiyo itakuwa ni kero. Hao watu walituumizia watu wengi, walituia watu wengi sana tena sana. Viongozi wetu ambao waliwakamata na waliwapeleka huko Minembwe ni wenyewe ndio walikuwa wanawaua. Na pia hata raia ambao wako hapo Minembwe walihusika na mauaji ya watu wetu wengi, kwa sababu walikuwa wakienda hata mashambani wakikuta watu hao ambao wanaenda mashambani, hao wamama, wadada, wakaka, wababa, wazee, walikuwa wanawaua. Hizo historia zote tunazijua. Kwa hiyo ni historia mbili ambayo nataka zaidi kuizungumzia siku ya leo. Acha nianze na insecurity ambayo inaanza kuonekana zaidi. Na hiyo insecurity inaanza kuonekana na vijana ambao wametoka Sange, wakajipenyeza wakapata muda wa kuingia Uvira. Na hao ambao wameingia Uvira, ndugu zangu, tulishapata taarifa kuwa hao vijana ndio wanakuwa wanawaonesha njia na kuwapatia signal au taarifa zote za waasi wa M23. Hii inarudilia vijana waliochukua muda wa kutoka Sange wakaingia Uvira. Kuna wengi ambao walikuwa wameshajiunga na waasi wa M23 na walipewa pesa hapo Sange. Kuna vijana walipewa pesa. Kwa hiyo wazalendo, kueni makini katika mji wa Uvira. Kueni makini wazalendo katika mji wa Uvira, kueni makini. Tuwe macho, tusilale, kwa sababu vijana wengi walitoka pale na wakajipenyeza, na ndo wao ndo wanaanza kutoa taarifa zote ambazo mnazotembea katika mji wa Uvira. Popote mnapofinyaga ni hao vijana wanapeleka hizo taarifa, kwa sababu hizo taarifa tunaanza kuzipata mapema kabisa. Kwa hiyo kueni makini. Polisi imeingia Uvira. Tunawaomba kazi yenu ambayo mnahitajika kuifanya ya kipolisi, muendelee kuifanya kwa haki na uhakika katika tarafa la Uvira. Hatutaki tena zile desordre ambazo zilikuwa zinafanywa. Ndugu zangu, tuko clear, tuko wazi kwa hii ambayo tunakwenda kuongea, kwa sababu sisi hatulali mchana usiku, kwa sababu ya kuwaletea habari ya ukweli na ya undani kabisa. Najua kuna watu ambao wamejitolea kuwasaka hao vijana wote. Kuna watu walijitolea na kuna wazalendo pia wameanza kuwatafuta, lakini tunakazia zaidi muendelee kuwatafuta hao vijana, wapatikane kwa haraka, kwa sababu wenyewe ndo wanaanza kuandaa njia tena ya waasi wa M23 kuingia Uvira.
kwa sababu deja ma insecurity zimeanza tayari, taarifa zimeanza pia. Hao wakina mama pia wamoja walipewa pesa hapo Sange, kwa sababu M23 iko Sange na ikutoka Sange na imeshirikiana na vijana wengi hapo Sange. Utuambie kijana aliyekwenda kulipua grenade Musoko ameshikwa na waasi wa M23 mpaka leo yuko nao na wanamuweka, kwa sababu anajua akishikwa na wazalendo atauawa, kwa sababu wanajua wenyewe ndio walifanya hiyo kazi na walimpatia hiyo grenade akaenda kulipua pale na wakamchukua wakamulindia usalama wake, kwa sababu anajua angeshikwa na wazalendo angeuawa. Imagine ni wangapi waliopewa pesa, ni wangapi sasa hivi wanashirikiana na waasi wa M23. Kueni makini wazalendo, kueni makini. Hawa waasi wameingia wengi na wako Sange sasa hivi, wameingia wengi Sange. Najua ni mbolea. Nilianza kuambia kuwa wameleta vyombo vyetu ambavyo walivibeba, wamevileta. Na hivyo vyombo tayari vinaanza kujirudisha vyenyewe. Vinaanza kujirudisha. Niliwaambia ndio ile sisteme ya mbuzi ukiwa unaichinja, miguu inapigaka, inapiga unafikiria labda atasimama tena atatembea, lakini tayari na kuwaka ni trop tard. Watu wanaanza kusubiri tu wa kuchoma nyama wanachoma, wa kukula ya sosi wanakula ya supu ya hivyo. Ndo M23 ambayo imekuja sasa hivi. Imekuja na ile nguvu ya mwisho ili tupate kuwamalizia wao basi mbolea ndani ya tarafa la Uvira. Kwa hiyo ni taarifa. Kueni makini sana na wakina mama, kueni makini, kwa sababu ukiwa mtu ambaye bado upo sehemu ya wahasi wa M23 wapo tayari, hapo kuna uoga, kwa sababu utazungumza kitu chochote kile kinachohusiana, kwa sababu sisi Wakongomani tuna uoga. Sisi Wakongomani tunaongea sana, lakini ndani ya mioyo yetu tuna ule uoga. Kwa sababu hapa niwaambie, kuna watu bado wanaongea na wanatoa siri za wazalendo, kazi yote wanaoifanya. Popote pale wanapokwenda kuna wale ambao wanaendelea kutoa hizo siri, na ni kwa sababu wanawekwa bunduki. Lakini sehemu zingine kuna watu wanasimama hodari na kusema sina hata haja ya kutoa siri moja, bora nife. Na wewe utakuwa unakufa kwa ushujaa zaidi, kwa sababu utakuwa umekufa kiwalali na ukweli. Hii nawaambia kweli. Lakini sisi Wakongomani tuna ile uoga, tuna uoga wa kufa. Na wakati kuna wanajeshi wamejitolea kupigania nchi, kuna wazalendo wamejitolea kupigania nchi. Kwa nini sisi tuendelee kuweka uoga? Kwa nini sisi tuchukue jukumu ya kuendelea kuweka uoga? Si unakataa, unasema mimi sitaki na sitaki kuongea kufuatana, kama mtaua muue, lakini pia ujue utakuwa umekufa kwa haki. Hata Mungu anaijua hivyo. Kwa hiyo ni moja nilitaka niwaambie ndugu zangu, tuna uchungu mkubwa na hao watu, kwa sababu kazi waliotutendea, kazi wanaoendelea kututendea sisi Wakongomani, ndugu yangu, ni machozi ndani ya mioyo yetu. Tunaumia na tunateseka sana, sio kana kwamba tumesaulika, kwa sababu wale wanaowaita sijui kwamba ni Wanyamulenge, wenyewe sijui kama ni ndugu zenu, kama ni nani. Nasikia audio nyingi watu wanasema Wanyamulenge, maandiko mengi wanaandika tu Banyamulenge. Ndugu zangu, hawa ni Wanyarwanda. Hii tunawaambia tu kweli, ni Wanyarwanda waliokamata mji kwa nguvu, ili wamiliki Binembwe, wamiliki na sehemu zingine. Na hiyo ndo tunaendelea kukataa zaidi na kujipandikiza jina ya Wanyamulenge, wakati sio Wanyamulenge, ni Wanyarwanda. Ni Wanyarwanda kwa lugha zote kabisa, lugha zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapi wanasema eti kuna lugha ya Kinyarwanda? Mbona wenyewe wanasema ni Wanyamulenge lakini wanaongea Kinyarwanda? Kwa nini? Inatakiwa kuwa najiuliza hayo maneno. Inatakiwa kuwa na kutafakari kwanza, eske realite hawa watu wakikuwa wanasema kuwa ni Wakongomani, kwa nini wanaongea lugha ya Kinyarwanda? Na hiyo lugha haipo katika nchi yetu. Hiyo tribi ya Banyamulenge au Watusi haipo. Ndugu zangu, niwaambie kweli, wazalendo tuwe macho, tusimame imara, tupigane na hawa watu. Tuachane kabisa na hayo mambo ya huruma, kwa sababu ni wenyewe ndo wanaendelea kututesa, ni wenyewe ndo wanaendelea kutuua. Kila nyumba Minembwe kuna bunduki, kila nyumba mna bunduki, mna silaha kubwa. Sasa tukikuwa na ule huruma sisi kama vile Wakongomani, uoga ndani yetu kila siku, tukikuwa sisi ndo watu wa uoga, tutaendelea kuteseka na hivi vita vitaendelea miaka yote nenda rudi.
Inatakiwa tujisimame hodari, tupambane na tuangalie ni kitu gani tunaweza tukifanya. Tayari wazalendo tumewasapoti, tunaendelea kuwasapoti, tunaendelea kuwa nanyi muda wote na wakati wote, kwa dakika na kila saa na sekunde tunaendelea kuwa na ninyi. Kwa hiyo msituangushe kwa jambo hili. Tunawaambia ukweli, sisi tuko hapa kwa sababu ya kuona kile ambacho kipo, na tunakuja kuambia, na tayari tunaendelea kuambia, na pia population iwe najua kitu gani ambacho kinaendelea. Tofauti na secret militaire ambazo tu hatuwezi tukazisema, lakini haya yatakuwa yako wazi zaidi kuwa ni kujipanga na kuendelea kujipanga. Tayari hapo mnakuwa polisi, mnakuwa FARDC, mnakuwa na wazalendo, pamoja na hapo panakuwa jeshi la Burundi. Inatakiwa kushirikiana zaidi kwa undani, imradi huyo adui atoke na asijipenyeze tena kuingia Uvira. Tuache zile madistraction zetu za kuendelea kubebana. Najua hayo mambo yote yamemalizika. Tuko na coordination moja ambayo ni ya mzee William Amuri ya Kutumba, iko pale. Fika ku coordination, kama hauna risasi, kama hauna bunduki, kama hauna nini, kama hauna kitu chochote chakula, fika ku coordination, itakuwa accorde bien na itakuonesha namna gani gisi utakavyotembea. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu wazalendo, tunawaomba ndugu zetu wa FARDC, tunaomba ndugu zetu polisi, tunaomba ndugu zetu raia ambao wanaishi katika mji wa Uvira, katika fasi yeyote ile, tunawaomba tusimame hodari na tuwe watu ambao tutakwenda kupinzana na hao maadui, na tuwe watu ambao tutakwenda kuwataja watu ambao wanaendelea kufanya mabaya. Sio kana kwamba alipewa $1000, alipewa $2000, akiwa kupatia wewe $100 au $200, anakununua na wewe mnaanza kushirikiana kwa sababu ya $200. Sisi wakongomani nani aliyetuloga? Kwa hiyo tunawaomba, wanajikusanya wengi sana na wamekuja na mambo yote, lakini mimi upande wangu siogopi, kwa sababu najua wazalendo tutapambana, FARDC tutapigana, na polisi itakuwa pale kulinda raia, na tumaini kila kitu kitanyooka na tutarudisha ile mali yote waliokwenda kuibeba, kwa sababu yale magari yote ni ya kwetu. Ile majiblende yote wanakuja nao ni ya kwetu. Masase, mabunduki zote wako nazo ni za kwetu. Kila kitu kitarudi kwetu. Muda huu hakuna muda wa huruma. Muda huu hakuna muda wa kukata tamaa. Muda huu ni muda wa kusonga mbele. Ni muda wa kusonga mbele. Wanajikongoja, wanakuja ni mbolea tu. Na wanakuja sasa kuipandikiza rasmi, kwa sababu walio wengi hawatarudi wazima. Hiyo ni taarifa moja nilitaka niwapatie ndugu zangu. Tusimame imara, tusimame kidete ili tutetelee nchi yetu. Ikiwa sisi wakongomani tunakuwa wenyewe tunaanza kutoa secret militaire kuanza kuwapatia adui, tayari wewe naye ni adui. Na endapo utakwenda kushikwa, basi utakwenda kumsalimia Yohana Mbatizaji ambaye pia alikwenda kumbatiza Yesu, utakwenda kumsalimia huko, kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulitaka kwenda kumsalimia haraka. Kuweni makini wakongomani. Kuweni macho wakongomani. Acheni kujiunga na FCM23. Acheni kujiunga na adui. Adui ni mbaya sana. Adui ni mbaya. Adui unaweza kumuonesha njia yoyote ile, unamuonesha unafika mpaka ku destination, na akakupatia pesa na akakupiga risasi na akachukua tena zile pesa na akaendelea na wewe unakufa pale pale. Ndio maana ya adui. Adui anaga mtu wa rafiki. Adui hana rafiki. Kwa hiyo muwe mnatambua hilo. Kwa hiyo nimekazia. Tunashukuru wenzetu, ndugu zetu wa diaspora kutoka pale South Africa. South Africa ni diaspora ambao wanapambana vikali. Wa Fulero, ndugu zetu wa Fulero wako pale wanachangia kwa hali na mali kabisa kwa ndugu zetu ambao wako maeneo mbalimbali, mafro kote kule wanachangia. Mungu azidi kuwabariki, na Wabembe wote ambao wako huko South Africa, Mungu awabariki kwa sababu mnafanya kazi kubwa. Lakini pia tutasaulika wenzetu ambao wako wa diaspora wa Marekani na Canada, Australia. Mungu azidi kuwabariki kwa kazi ambao mnakwenda kuifanya. Mungu awazidishie maisha marefu. Mungu azidi kuwa na ninyi, kwa sababu na nyinyi mnafanya kazi kubwa. Kwa kazi hii ya ukombozi wa nchi yetu mnachangia kwa asilimia kubwa zaidi. Kwa hiyo ni taarifa ya kwanza ambayo nilitaka kuizungumza. Napanda Minembwe. Wazalendo wa upande wa Minembwe, FARDC ambao mnashirikiana na wazalendo huko Minembwe. Tunajua ndugu zetu wengi walikufa. Dada zetu wamebaki mayatima. Watoto wetu wamebaki mayatima. Dada zetu au mama zetu wamebaki wajane kwa sababu ya hao watu Wanyarwanda ambao wako hapo Minembwe. Tusiweke huruma. Tukiweka huruma, kesho atakupiga risasi huyo uliyomwekea huruma. Kesho atakuangamiza. Hii nawahakikishia, kwa sababu hao watu tayari tumeshaishi nao na tunawatambua vizuri. Watu ambao wanajiita wakongomani. Wewe ni mkongomani na unataka kutumbia kwenye nyumba yake, anakataaga kwa nini? Anakuambia yeye hawezi kuolewa na mkongomani. Sasa yeye anajiita ni mkongomani ambaye anapatikana huko Minembwe na anajiita ni Mnyamulenge.
na anasema eti sisi ni wakongomani hapa, njoo kwetu. Kwa nini wanakataa na wanaoana wao kwa wao? Ni bora azae na kaka yake, dada na kaka wazae, kuliko yeye kuzaa na mkongomani. Kwa nini? Kwa hiyo hapa bado vita vipo. Wanajua lengo lao, na sisi lazima tujue hii lengo yao, tuingie kwenye masikio na hisia zetu. Ni sio watu wa kuacha waziba, kwa sababu hao watu ndio wataendelea kututesa. Unajiita mkongomani, unasema Kinyarwanda. Unasema Kinyarwanda, wewe ni mkongomani, unasema Kinyarwanda mwanzo hadi mwisho Kinyarwanda. Unapiga simu kwa ndugu zenu, mnaongea huko. Kwa nini nyinyi mkikufa huku mnaenda kuzikia Rwanda? Mkikufa huku, kiongozi mkubwa akikufa huko, wenu wa adui wenu akikufa, nyote mnalia, nyote population wote mnaliaka. Kulia mnalia, halafu sijui nini mnaanza kulia. Na maiti inapelekwa Rwanda. Kwa nini? Kwa hiyo nyote ni adui. Nyinyi sio wakongomani. Ninyi sio wakongomani, na hiyo Minembwe sio ya kwenu, na itaendelea kuwa ya kwenu, na itabaki kuwa ya wakongomani halisi ambao wanajua udongo wa mababu zao, miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo ni taarifa nilitaka kuja kuwapatia, kwa sababu tumempoteza kiongozi wetu mkubwa hapo, msemaji wetu tumempoteza hapo. Natumaini hiyo historia lazima watatuambia, kwa sababu hatujasadikika na hakuna taarifa yoyote walituambiaka kama amekufa au wamemzika. Basi tukifika hapo ni lazima watuambie wamempeleka wapi. Ni bora hata mifupa yake tuione, awe mzima au amekufa. Dola Kubwa alikuwa ni mtu muhimu sana katika maisha yetu. Dola Kubwa alikuwa ni kiongozi mkubwa, alikuwa mpambanaji mkubwa sana. Dola Kubwa alipambana kwa marezo sosio, alipambana kwa njia ya bunduki, alipambana kwa njia yoyote ile. Angalia mke wake katika mji wa Baraka, amebakia kabisa mjane. Ana watoto, ana nyumba ambayo anatakiwa alipe, anatakiwa apate chakula, anatakiwa atunzwe vizuri. Kwa hiyo nawaombeni sana ndugu zangu, na yeyote yule ambaye anaweza akaguswa, basi anaweza akatutafuta hata inbox. Mnakuwa mnamsukumia. Mzee ana kazi kubwa, mbeba maono ana kazi kubwa, hataweza peke yake, hataweza. Inatakiwa pia tunakuwa tunamsaidia mzee wetu. Kuna upande wale wanasaidia wanajeshi huko milimani, lakini pia tunakuwa tunakumbuka hata wanawake walioachwa na wame wao ambao wamekufa katika hatua ya vita. Kwa hiyo nawaombeni sana, yeyote yule ambaye anaweza kuwa na mchango, tuangalie jinsi gani tunaweza kwenda kumsaidia. Tunaweza kwenda kumsaidia mke wa Dola Kubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi ni wahakikishia hatuna taarifa yoyote kwa Dola Kubwa. Awe amekufa, awe ni mzima, hatuna taarifa yoyote. Kwa hiyo nawaambia ndugu zangu, na wahakikishia kwamba kwa jambo hili ambalo limekwenda kutokea, tusimame kidete. Hapo Minembwe, mimi kwa upande wangu sikukuwa hata na haja ya kuacha hata mtu mmoja, kwa sababu wote hao ni adui, na mtoto ni adui, kwa sababu hata huyo mtoto ukikutana naye anaweza akakupiga hata bunduki. Hata mtoto anajua kumanipile bunduki kwa hao Wanyarwanda ambao wako hapo. Kwa hiyo nawaambia tushirikiane. Kwa yeyote yule anaweza kuwa na roho nzuri, mke wa Dola Kubwa yupo, ana watoto, kamata hata saki 2 za unga, tuma watu waende kumpatia. Tuma hata $20 ya mboga, $10 ya kwenda. Yaani ajihisi tu vizuri kuwa naye amekumbukwa, japokuwa mume wake mpaka sasa hivi hakuja kwa historia yoyote kutoka kwake. Mawasiliano, nina voice hapa ambazo alinitumia mwisho. Alinitumia voice za mwisho ninazo. Nikisikia hizo voice mimi waga naumia sana, kwa sababu nilitumika naye sana. Michango mingi sana ilikuwa nafika kwenye mikono yake. Tulitumika naye sana. Power bank mimi ambao nilinunuliwa mimi. Power bank mimi nilinunuliwa na watu, walinunuliwa power bank. Ni yeye ndo nilikwenda nampa power bank, bwana, mawasiliano isikatike, chukua power bank hii. Tena power bank kubwa. Ni mimi ndo nilikwenda nampatia ile power bank. Tena ilikuwa mpya, nilikuwa bado nafanya nao siku 2. Nikaenda nampatia Uvira pale, ndo amepandia akaenda huko juu ya Minembwe. Nikaenda nampatia hiyo power bank, tuzidi kuwasiliana, na hii mawasiliano isikatike, kwa sababu wakati wewe utakuwa Minembwe utakuwa unanitumia information, itakuwa napendeza, kwa sababu mimi nimebaki na mzee huku, information izidi kuendelea mimi pamoja na msemaji wa NPCC yake William Amuri Kutumba ambaye anaitwa Darto. Kwa hiyo tuna historia kubwa ndugu zangu, na hatuna haja ya kujionesha sana, hatuna haja ya kuzungumza mambo mengi, lakini kazi kubwa tunaifanya na tunaendelea kuifanya. Kwa hiyo ni hivyo tu ndugu zangu, ndo habari 2 ambazo nilikuwa nazo. Mjitahidi
kwa yote yule ambaye anaweza kuwa na mchango, ili tupate tena kumkumbuka kiongozi wetu, pambanaji wetu, dola kubwa, ili apate hata saki ya unga, apate hata maharagi, apate hata sukari, apate hata chumvi, apate hata kitu chochote kile, inaweza ikasaidia sana. Mungu atubariki na Mungu atuongoze zaidi. Namba zangu ni hizo, ingia tu kusaini PSC ya Kutumba, utaenda kuona namba zetu, na unaweza kutukontakta hata mu inbox, tutapata kuongea ili tuangalie gisi gani tunaweza kusaidia huyo mama. Mungu awabariki sana, na tuko pamoja, na endeleeni kupartager ma information zetu. Tuliwaambia hivi karibuni tutaanza kutuma hizi habari ambazo tunaziongea hapa, tunazituma kwa YouTube, ili watu wengine wakuwe bara profite, kwa sababu watu wengi hawapati hizi taarifa. Walio Marekani huko wananililia sana, wanasema wewe sasa sisi hatuna kwenye magrupu ya WhatsApp, tunakusikia tu, watu wengine ndio wanatuletea audio zako, sasa inakuwaje? Sisi watu wa YouTube mbona umetuachilia? Kwa hiyo inatakiwa pia nao tuwakumbuke, kwa sababu nao wana haki ya kusikiliza taarifa za nyumbani. Kila laheri na mchana mwema. Kwaheri.